Katika Ijumaa Kuu, Wakristo duniani kote hukumbuka mateso na kifo cha Yesu Kristo msalabani, tukio lenye uzito mkubwa katika imani ya Kikristo. Hii ni siku ya tafakari ya kina, unyenyekevu na toba, ambapo waumini hukusanyika makanisani kuadhimisha kwa sala, kufunga na ibada maalum, ikiwa ni sehemu muhimu ya maandalizi ya kuikaribisha Pasaka, sikukuu ya ufufuko wa Yesu Kristo. Akitoa tafakari yake, askofu msaidizi wa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam, Mhashamu Henry Mchamungu, amesisitiza kuwa mateso ya Yesu si simulizi ya historia tu, bali ni mwaliko wa wazi kwa kila Mkristo kujitoa sadaka. Katika wito wowote tulioitiwa na Mungu, iwe ni maisha ya ndoa au ya useja au majukumu yetu katika jamii, kwa mfano kama mwalimu, daktari, muuguzi, askari, mfanyabiashara, mtumishi wa umma na kadhalika, mateso ya Yesu yanatudai kujitoa sadaka. Mkristo anayekubali mateso katika wito wake au katika majukumu yake, huyo ni Mkristo kweli kweli, maana yupo tayari kujitoa sadaka. Ameeleza kuwa katika kila wito wa maisha, iwe ni ndoa, useja au majukumu ya kijamii, Mkristo anapaswa kuwa tayari kubeba changamoto kwa upendo, akifuata mfano wa Kristo aliyetoa maisha yake kwa ajili ya wengine. Tunaalikwa kuiishi Ijumaa Kuu, yaani tubebe misalaba yetu kwa upendo, tuonyeshe huruma badala ya chuki, tujitoe kwa ajili ya wengine. Leo tunapiga magoti mbele ya msalaba, tunauheshimu na kuruhusu uongee na mioyo yetu. Tupeleke miguuni pa Kristo dhambi zetu, huzuni zetu na matumaini yetu. Kwa upande wao, baadhi ya waumini wameeleza kuwa huadhimisha Ijumaa Kuu kwa kufunga, kushiriki ibada za mateso ya Kristo na kutumia muda mwingi katika sala na tafakari. Maandalizi ya Pasaka ni mazuri sana, namshukuru Mungu. Cha kwanza, nimejiandaa upya. Kabla tujaingia katika Pasaka, tuna kitu kinaitwa kama kiutubio. Tumeweza kutubu dhambi zetu, kujitayarisha kuweza kumpokea Yesu, kufufuka na Yesu na sisi tukiwa wapya kimwili na kiroho. Nimejiandaa vema mimi na familia yangu na ndugu zangu na kila mtu, marafiki na jamaa. Kipindi hichi cha Kwaresma, kuanzia mfungo umeanza hadi kufikia leo Ijumaa Kuu, tulichojifunza ni kwamba tuweze kujitoa na pia tujinyime kwa pale kinapostahili, ili tuweze kumpokea Kristo katika maisha yetu. Na hata sasa pale tunapoelekea kwenye kipindi cha Pasaka na hata baada ya Pasaka, tunafundishwa kwamba Kristo alikufa kwa ajili yetu, na hata hapo baadaye basi na sisi tuendelee kumtukuza Mungu. Basi hata kipindi cha baada ya Pasaka, tunategemea watu wote waendelee kumtukuza Mungu na pia endelee kumtumikia Kristo, kwani ndio ufunguo katika maisha yetu. Ijumaa Kuu kwangu inanikumbusha kifo cha Bwana yetu Yesu Kristo, jinsi alivyotupenda sisi watu wake na kujitoa kwa ajili yetu. Kwa hiyo inanikumbusha upendo wake, ni namna gani Yesu alivyotupenda sisi, alitupenda kwa namna gani. Kwa hiyo na sisi tuwapende wenzetu au tujipende sisi wenyewe kwa namna gani. Kwa hiyo inanikumbusha upendo wa sasa. Katika maadhimisho haya, ujumbe mkuu unaojitokeza ni wa upendo, uvumilivu na kujitoa kwa ajili ya wengine, ukiakisi kupitia mateso ya Yesu Kristo.